إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuhusiana insha Allah tabaraka wa taala fa innahu qad faza al-muttaqun, ili mwanadamu kuweza kufanikiwa na kufuzu fi daraini, katika hatua hizi mbili, maisha haya dunia kadhalika maisha ya akhera, ni kwa yule ambaye atakayeishi hapa duniani akimcha Allah tabaraka wa taala, dhakara kana am untha, mwanamume au mwanamke. Na kama alivyotangulia katika utangulizi wake Sheikh Abu Huzaima wafaqahu Allah tabaraka wa taala lima fihi ridahu, kwamba leo ni siku ya kwanza tunaingia katika mji huu na maeneo haya ya Kitangani, walillahi alhamdu wal minna. Hii ndio safari yetu ya kwanza kufika hapa, na saa hii ni muda wa kuzungumza na ninyi kina mama. Kwa hakika ni faraja kubwa kwetu sisi, kwanza mimi mzungumzaji, kutana na ndugu zangu masalafi kwa khusus kina mama wa kisalafi, ni jambo la heri kubwa sana. Kwa hivyo kuweka majalisi hizi za heri, majalisi za ilmu, kukumbushana maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kalamu salaf, ni jambo ambalo kheri zake ni nyingi mno. Tumuomba Allah tabaraka wa taala ajalie ziara hii tulionayo katika miji hii ya kusini kuwa ni ziara nafia yenye kutunufaisha sisi kwanza, wazungumzaji, kadhalika na wale walengwa Waislamu. Allah atunufaishe kwa ziara hii, na hiyo ni sababu ya kutufutia madhambi yetu, na ajalie haya na mengineyo katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama. Muhadhara huu wa Kitangani wa kina mama tuelezea insha Allah taala min wajibati almar'ati almuslima, baadhi ya mambo ambayo ni ya wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu. Wajibati almar'ati almuslima kathira, mambo ambayo ni ya wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu ni mengi, lakini kwa sababu ni majlisi moja hii tutataja baadhi ya mambo. Kwa hivyo kama alivyosema imamu hapa kwamba watu muwe na kalamu, daftari na karatasi,
na wenye simu zao kubwa pia zitumike kwa ajili ya kuandika faida na sio kuchat. Kuandika faida, kuzinoti hizi nukta ambazo tutazitaja ili zikakunufaisha wewe kadhalika na wewe wanufaishe wengine insha Allah taala. Na ukiwa na swali muandike maswali yenu, mtayaleta mapema kabla ya kumalizika muhadhara. Yatajibiwa yale ambayo yanawezekana na yale yasiyowezekana tutayabakisha. Fa inna al-mar'ata mukhatabatu bima yukhatabu bihi ar-rajul fi al-kitab wa sunnah. Mwanamke siku zote ni mwenye kutakiwa na kuambiwa na kuamrishwa yale ambayo anaamrishwa na kuambiwa mwanamume katika kitabu na sunna. Amri zimekuja nyingi katika Qur'an na sunna zikimwamrisha mwanamume kadhalika na mwanamke. Kwa hivyo yako mengi ambayo mwanamume anaamrishwa katika Qur'an na sunna, kadhalika na mwanamke anaingia katika maamrisho haya. فهي تخاطب بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. mwanamke ni mwenye kuhutubiwa na kuamrishwa kumwamini Allah tabaraka wa taala, kadhalika na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini siku ya mwisho na kuamini qadari za Allah tabaraka wa taala, ambayo haya ni maamrisho ameamrishwa mwanamume kadhalika mwanamke. Kama vile ambavyo mwanamume anatakiwa muamini Allah tabaraka wa taala imani ya kweli, kadhalika na mwanamke hivyo hivyo. وهي مخاطبة بأركان الإسلام الخمس. كذلك mwanamke ni mwenye kuamrishwa kuzifahamu na kuziamini nguzo za Uislamu zilizokuwa 5 ambazo zinafahamika, isipokuwa mwanamke amehafifishiwa, amewekewa wepesi katika baadhi ya nguzo hizi za Kiislamu, kama ambavyo mwanamume amelazimishwa kushikamana na kuzisimamisha nguzo 5 za Uislamu, kadhalika na mwanamke ameamrishwa kusimamisha nguzo hizo, isipokuwa amehafifishiwa, amepunguziwa katika baadhi ya nguzo hizo. Watasqutu anha, baadhi ya nguzo zinaanguka katika baadhi ya nyakati, kama vile ibada ya sala. Kadhalika ibada ya sala, mwanamke kuna baadhi ya time zinaanguka kwake yeye, kuna baadhi ya vipindi mwanamke vinapita bila kuswali kutokana na ule udhuru wake, na Allah tabaraka wa taala ameidondosha kwake yeye kwa hikma iliyokuwa kubwa. Allah subhanahu wa taala ameidondosha. أسمع الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيا. ومن يكفاني matendo mema, ومن يعمل من الصالحات, ومن يكفاني matendo mema, من ذكر أو أنثى, akiwa mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'min, hali yakuwa ni mwenye kumwamini Allah tabaraka wa taala, ulaika yadkhuluna aljannata, basi hao ndio wenye kuingia peponi na hawatadhulumiwa chochote, hawatadhulumiwa hata kidogo, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ana sifa ya kuwadhulumu waja wake. Kwa anabainisha aya hii Allah tabaraka wa taala kwamba mwenye kufanya mema, awe mwanamume au mwanamke, hali ya kuwa ni mu'min, atapata malipo ya kuingia janna,
na Allah tabaraka wa taala tumuomba aturuzuku janna, na hatudhulumiwa chochote siku ya kiyama na Allah tabaraka wa taala. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema katika surati an-Nahl, aya hii iliyopita ni surati an-Nisa aya 124. pia Allah anasema katika surati an-Nahl aya 97, man amila salihan, atakayefanya mema, min dhakarin au untha, akiwa mwanamke akiwa mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'minun, hali yakuwa ni mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri. Allah tabaraka wa taala anabainisha katika aya hii tukufu kwamba mwenye kufanya matendo mema, man amila salihan, mwenye kufanya mema, min dhakarin au untha, akiwa mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Allah tabaraka wa taala, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون, na tutawalipa ujira wao kwa yale mazuri waliokuwa wakiyafanya. Naona maneno haya ya Allah tabaraka wa taala anabainisha kwamba maamrisho anayoamrishwa mwanamume kadhalika anaamrishwa mwanamke. Tunaona katika aya hii kwamba miongoni mwa sababu za sisi kupata maisha bora, maisha yaliyokuwa mazuri, maisha yanayomridhisha Allah tabaraka wa taala, kadhalika na maisha ambayo yanatuliza nyoyo zetu, ni maisha ya kutenda mema. Muislamu ukaishi hapa duniani bimtithali awamirillah, kutekeleza maamrisho ya Allah wa kujitinabi nawahi, na kujiweka mbali na makatazo yake. Hii ni sababu ya wewe kupata hayatan tayyibatan, maisha yaliyokuwa mazuri. Lakini si hivyo tu, akhera utakwenda kupata ujira, thawabu ya yale mazuri uliyoyafanya lillahi tabaraka wa taala, uliyoyafanya kwa ajili ya Allah hapa duniani. Basi mwanamke akishafahamu hivyo, baada ya kusikia maelezo haya na utangulizi huu kwamba mwanamke anahusika katika maamrisho ya Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an na Sunna, maamrisho yaliyokuja kumhusu mwanamume, kadhalika mwanamke anahusika. Unatakiwa mwanamke uweze kujitahidi sana, kujikita kuyafanya yanayomridhisha Allah tabaraka wa taala, yale aliyokuamrisha, kadhalika na kujiweka mbali na yale aliyokataza Allah tabaraka wa taala. Famin wajibati almar'ati almuslima, katika mambo ya wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu, mambo ya wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu yamegawanyika sehemu tatu kuu. Mambo ya wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu yamegawanyika sehemu tatu kuu. Sehemu ya kwanza, wajibatu tijaha Allah ta'ala, ni mambo ya wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu upande wa Allah, ni mambo ya wajibu yanayomhusu mwanamke wa Kiislamu ambaye anatakiwa ashikamane nayo, aishi akiyafanya matendo hayo. Ni mambo ya wajibu
tijaha Allah Ta'ala, kuhusiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika sehemu ya pili, wajibatun tijaha al-usra, ni mambo ya wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu kwa familia yake, mambo ya wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu tijaha al-usra, upande wa familia yake, kwa maana az-zawj wal aulad, mambo ya wajibu ambayo anatakiwa kuyasimamia, kushikamana nayo mwanamke wa Kiislamu, yakiwahusu familia yake, kwa maana mume wake na watoto wake. Na sehemu ya pili, ya tatu ya hizi wajibatun tijaha al-mujtama'i, ni mambo ya wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu kunako jamii yake, mambo ya wajibu anayotakiwa kushikamana nayo mwanamke wa Kiislamu tijaha al-mujtama'i, kunako mujtamaa anayoishi nao, ile jamii yake anayoishi nayo. Kwa hizi ndio wajibati na aina zake ambazo zimegawanyika sehemu kuu tatu, na kila sehemu moja ina maelezo yake. Tutatoa kwa ufupi insha Allah Taala. Sehemu ya kwanza, wajibatu almar'ati almuslimati tijaha Allah Ta'ala, ni mambo ya wajibu juu ya mwanamke wa Kiislamu upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu hii kuna ibada nyingi za wajibu na kuna mambo mengi ya wajibu ambayo anatakiwa mwanamke wa Kiislamu ajipambe nayo na ajitahidi kuyafanyia kazi lillahi tabaraka wa taala. Jambo la kwanza katika sehemu hii, mambo ya wajibu kuhusiana na Allah, jambo la kwanza, talabul ilmi ash-shar'i, ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu kutumia muda wake kwenda kusoma na kutafuta elimu ya sheria. Hili ni jambo la kwanza katika mambo ya wajibu upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, talabul ilmi ash-shar'i, kutafuta elimu ya sheria ala aidi al-mashayikh al-ma'rufin bil-haqq was-salah. Lakini mwanamke wa Kiislamu ataenda kusoma kwa nani? Na hiyo elimu ya sheria kuichukua kwa nani? Si kwa kila mtu, bali inatakiwa uichukue elimu ya kisheria ala aidi al-mashayikh al-ma'rufin, kwa mashaikh ambao wanafahamika kwa haki, wanafahamika kwamba mashaikh hao wameshikamana na haki, na mashaikh wa bora wasalamati al-mu'taqadi, ni mashaikh ambao wanafahamika kusalimika itikadi zao, dini yao, tabia zao, tawajjuhi. Kadhalika ni mashaikh ambao wanafahamika kusalimika mielekeo yao. Hawa ndio mashaikh ambao wanatakiwa ukae chini kwao usome, mashaikh wanaofahamika kuwa ni watu ambao wamenyoka dini yao, tabia zao, minendo yao, wameshikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa ndio mashaikh ambao tukae chini yao uweze kuchukua elimu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, bi an tata'allama ma la yas'u jahl. Ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu ajifunze ili aweze kuyafahamu yale ambayo ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu kuyafahamu, min umuri diniha, katika mambo yanayohusu dini yake, kadhalika na mambo yanayohusu dunia yake.
akae chini ya mashaikh na maduati wa kisalafi ili aweze kufundishwa. Biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa qawli ya Mtume alayhi salam aliposema, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, utafuta ilmu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, kwa maana dhakara kana am untha, sawa sawa au mwanamume au mwanamke, ni lazima kwa yeye atoke nyumbani kwake aende akasome. Ni lazima kwa kila Muislamu kusoma, aifahamu dini yake kwa elimu. Hili ni jambo la kwanza katika mambo ambayo ni ya wajibu, yanamhusu mwanamume kadhalika na mwanamke. Talabul ilmi ash-shar'i, kutafuta elimu ya kisheria kwa mashaikh ambao waliosalimika dini yao na tabia zao. Bila asafu shadidi, masikitiko makubwa, utakuta wengi katika wanawake jambo hili la kutafuta elimu wameliweka kando, wamelipa nyongo. Wakiambiwa na kutangaziwa kwamba kutakuwa kuna muhadhara siku fulani, basi wanawake utakuta wanajaa kwa wingi, wanakuja kusikiliza muhadhara. Walillahi alhamdu wal minna, wanatoka na faida nyingi, na kila mmoja anategemea na usikivu wake wakati yuko kwenye muhadhara. Wengine wanahudhuria, kuna wengine wanatoka na faida nyingi, wengine faida kidogo, inategemea na ule upokeaji wa kila mtu. Lakini ile barnamiji ya darsa, barnamiji ya durus al-ilmiya ambazo zenye kuendeshwa mahala hapo za kila siku au siku maalum walizopangiana mwalimu na wanafunzi, utakuta wenye kuhudhuria darasa hizo ni wachache. Kwa mfano hapa Masjidi Ahli Sunna wal Jamaa kwa Sheikh Abu Huzaima kwa Kitangaji, bila shaka kuna darasa za kina mama. Sasa sitaki kumuuliza Sheikh kuanza kufungua mlango wa mudahara, lakini bila shaka hii ni hali halisi iliyoko, si hapa Kitangaji wala Mauta, bali ni sehemu karibu zote utakuta wanafunzi wako wengi. Wanawake watahudhuria kwa wingi kwenye mihadhara, lakini zile darasa za kila siku ambayo ndio darasa hizi ndio darasa mama za kuwalea nyinyi na watoto wenu na waume zenu, kwa sababu nyinyi kina mama mnapokuwa mmetengamana mkahudhuria durus al-ilmiya, unapohudhuria darasa kwenda kusoma, imani yako inazidi. Al-imani yazidi wa yanqus, imani inazidi na kupungua. Yazidi bitaa, inazidi kwa kuzidisha kufanya taa, wa yanqus bil maasi, na inapungua pale unapofanya maasi. Kwa unapokwenda madarasa kusoma elimu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume alayhi salam, hadi taa, hii ni taa, hii ni ibada ambayo inaifanya imani yako iweze kuzidi. Kwa utakuta baadhi ya wanawake wanakuwa nyuma sana katika kuhudhuria durusi za kielimu misikitini na madarisi. Kwa hivyo nasaha yangu pia katika sehemu hii, na mama wa Kitangaji, mjitahidi sana kuhudhuria, lakini pia mjitahidi kuwahamasisha na kuwafikishia wenzenu ili waweze kutumia muda wao kuja kusoma hapa katika kituo hiki cha Kisalafi ambacho kimewekwa kwa ajili ya walea Waislamu kadhalika na hata wasiokuwa Waislamu. Sababu salafia ina maslahi kwa Waislamu, hata kwa wasiokuwa Waislamu pia wananufaika na dawa hii, da'watu as-salafia, walillahi alhamdu wal minna. Tayeb, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili katika wajibati za mwanamke katika upande wa Allah tabaraka wa taala, tahqiqu at-tauhid, kuimarisha tauhid, kuhakikisha mwanamke wa Kiislamu amejipamba na tauhidi,
alladhi huwa haqqu Allahi 'ala al-'abid, ambayo tauhidi ndio haki ya Allah juu ya mja wake. Tauhidi ndio haki ya Allah tabaraka wa taala juu ya mja wake. Huwa awwal wajib 'ala al-'ibad, na tauhidi ndio wajibu wa kwanza aliwajibisha Allah tabaraka wa taala juu ya waja wake. Wa ghayatun min khalqi al-khalq, na tauhidi ndio lengo la Allah tabaraka wa taala kuwaumba viumbe wake, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadhalika Allah tabaraka wa taala asema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah anabainisha kwamba asikuumba majini na watu isipokuwa wapate kuniabudu. Lengo la sisi kuumbwa tahqiqu tauhid ni kuhakiki tauhidi, maana kuimarisha tauhidi fi qulubina, kuimarisha tauhidi katika nyoyo zetu, kadhalika na watoto wetu na familia zetu kwa ujumla. Tuhakikishe ni wenye kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha, kujiweka mbali na ushirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Muadh, wakati anampa maelekezo Muadh bin Jabal, hadithi ya Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, akampa maelekezo Mtume sallallahu alaihi wasallam Muadh bin Jabal alipomtuma kwenda Yaman, akamwambia falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, na katika lafzi ila an yuwahhidu Allah ta'ala, jambo la kwanza utakalowafundisha watu hakikisha hiyo ni tauhid, waelimishe ulazima wa kumpokesha Allah tabaraka wa taala, wamwabudu Allah peke yake na wasimshirikishe na chochote. Hii ndio jambo la pili na ndio wajibu wa pili kwa mwanamke wa Kiislamu kuhusiana na Mola wake. Hakikisha mwanamke wa Kiislamu ni mwenye kujipamba na tauhid, alladhi huwa ifradu Allah bil ibada, ambayo ni kumpokesha Allah tabaraka wa taala kwa ibada, kumwabudu Allah peke yake na usimshirikishe na chochote. Maana asafi shadid, masikitiko makubwa, utakuta wengi katika wanawake jambo hili la kujipamba na tauhidi ni jambo lililokuwa zito kwa wao, bali wengi wao utakuta ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'udhu billahi min su'il hal. Ukiwakagua wanawake wa Kiislamu katika upande wa tauhidi, wallahi ni majanga makubwa sana, ni mtihani mkubwa. Utakuta kwenye upande wa uchawi, wanaojihusisha sana na uchawi kwa kutoa, kadhalika katika mambo ya kwenda kwa waganga, kupiga ramli, kwenda kwa vigwengo, utakuta sehemu hii wanaofanya sana ni wanawake. Kwa hivyo umma wa Kiislamu bilkhusus, wanawake wa Kiislamu katika sehemu hii wanahitaji nasaha za kila siku. Ndio maana nikasema mjitahidi sana kuhudhuria darasa za kila siku, kwa sababu kila unapokuja darasani lazima utasikia neno tauhid, hata kama hakutakuwa na kipindi cha tauhid, ila utasikia walimu wakizungumzia tauhid, watagusa tauhid na watagusa shirki. Kwa unapokuwa unasikia maneno haya, moyo wako unalainika, unakumbuka kwamba mimi jana nilikwenda kufanya shirki, nilikwenda kwenye matambiko, nilikwenda makaburini, nilikwenda njia panda, nikafanya kadha, nikamunja nazi, nikamunja mayai, nikafanya hivi, nikafanya vile. Haya wanafanya sana wanawake. Nakuta mwanamke wa Kiislamu anaswali sala tano, amevaa hijabu, walillahi alhamdu wal minna, anakwenda madrasa anasoma, lakini wakati huo huo unakuta anafanya shirki, anamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Wama yu'min
mushrikun. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Kama Allah tabaraka wa taala anasema, utakuta wengi wao wanamwamini Allah tabaraka wa taala lakini ni washirikina. Yani hawamwamini Allah tabaraka wa taala isipokuwa ndani yake wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Huu ni mtihani ambao wamesibiwa wengi katika watu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Unakuta mtu anaswali, amevaa hijabu, mwanamke wa Kiislamu, lakini tena anakwenda madarasa na somo, lakini wakati huo anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mtihani mkubwa sana. Mtihani huu unawakumba wanamume na wanawake, lakini wanawake zaidi. Wanawake wanafanya uchawi, wanafanya ushirikina, wengine hawajui kama wanafanya uchawi na hawajui kama wanafanya ushirikina. Wanakwenda kwa waganga kutazama nyota zao au kuangalia shida nini, mbona mume wangu simuelewi, sasa hivi kama kabadilika fulani, sasa naomba nisaidie kuangalia shida nini. Anakwenda kwa mganga, anakwenda kwa babu yake, anakwenda kwa bibi yake, na hajui kwamba hicho anachofanya ni shirki. Anakwenda anampa dawa, yeye anasema anampa dawa, wanaziita dawa za limbwata. Wanaziita dawa za limbwata au dawa za mapenzi, dawa za mvuto. Na hawa waganga wajaji, waganga hawa wachawi hawa ambao wanazitangaza kwenye mitandao ya kijamii na kwenye mitaa mbalimbali, kukuta ameandika bango, mtaalamu fulani kutoka sehemu fulani, kutoka Sumbawanga, wanataja yale maeneo ambayo ndio kuna uchawi mwingi. Kwa hiyo kuna mtaalamu wa hizo dawa. Mwanamke akiona bango limeandikwa na mtaalamu anatoa dawa au huduma kadha, ikiwemo dawa za mapenzi au dawa za mvuto, basi mwanamke anachukua namba yule mganga kwa sababu tu anataka amvute mume wake, anataka mwenyewe amkomeshe mume wake, anataka amweke kiganjani. Wenyewe wanasema kina mama kwamba anataka nimweke hapa. Sasa hajui kwamba kumweka mume wake hapa kiganjani ni shirki. Yaani hizi dawa si dawa, huu ni uchawi ambao wanaufanya. Huu ni ushirikina. Wanawake wanawalisha waume zao takataka, uchafu, sihiri. Hii ni jambo ambalo ni hatari mno na wametahiniwa wengi katika wanawake. Sasa kina mama mfahamu ya kwamba dawa za limbwata na mfano wake unapewa, si nenda kamwekee kwenye chakula, nenda kamwekee kwenye kitanda chini ya mto, si kafanya kadha, au usubiri akilala umuingizie sehemu fulani, au yani dawa ambazo zina masharti yalikuwa magumu, mengine yanawashinda kutekeleza. Wanaudhu billahi min su'il hal. Kwa hiyo kufanya hivyo kina mama mjue kwamba dawa hizo ndani yake kuna ushirikina, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake wa Kiislamu watakuwa mjipambe na tauhid. Umeona kwamba mwanamume mumewe amebadilika, imma baada ya kuoa, mara nyingi wanasema kwamba ameongeza mke wa pili, kama alikuwa na wawili basi aongeza watatu. Unaona kama kabadilika, basi ujue kwamba imma kuna vitu labda wewe umepunguza katika mahaba, mapenzi, katika muamala. Basi hebu jitahidi na wewe, ukiona umeongeza basi na wewe jitahidi, usikate tamaa na usikasirike, kwa sababu ukikasirika maana yake unachukia ile amri ya Allah tabaraka wa taala. Maana kwamba ni maumbile ya wanawake katika jambo hilo. Lakini sasa isifikie hatua kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, bali unatakiwa na wewe kubadilike. Kama ulikuwa na mapungufu na kasoro ambazo unazijua kabisa kwamba haya ni mapungufu, basi jitahidi sana kuyarekebisha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na ili maisha na mapenzi baina yako na mumeo yaendelee kudumu kama ilivyokuwa hapo awali.
lakini yasidumu kwa sababu tu ya madawa na uchawi. Ukifanya hivyo utakuwa umemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kama kuna mtu asifanye hivyo, basi atubie kwa Allah tabaraka wa taala toba ya kweli na azimie kutorudia tena, na ajitie juu ya jambo hilo alilofanya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la pili katika mambo ya wajibu kumhusu mwanamke wa Kiislamu upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, adabu faraidhi, ni kutekeleza ibada zinginezo za fardhi. Haya yanayotajwa ni mambo ya fardhi kadhalika, kusoma elimu kadhalika, tahqiq tauhid, lakini nukta inayofuata ni kutekeleza ibada nyinginezo za fardhi kama vile ibada za swala, kadhalika funga, kadhalika zaka. Kama mwanamke anakuwa na mali, anatoa zaka ya mali yake, kadhalika kwenda haji. Kama mwanamke ana pesa, anatakiwa aende akatekeleze ibada ya haji kwa mali yake, na nyinginezo katika ibada za fardhi ambazo anatakiwa mwanamke wa Kiislamu kuzisimamisha na kushikamana nazo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la nne katika mambo ya wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu kuhusiana na Allah tabaraka wa taala, al-iltizamu bil hijab ash-shar'i. Mwanamke anatakiwa ajilazimishe na hijabu ya kisheria. Al-iltizamu bil hijab ash-shar'i, kulazimiana na hijabu ya kisheria. Wal adab al-islamiyya, na adabu za Kiislamu. Mwanamke anatakiwa kujipambe na ulazimiane na hijabu ya kisheria, kadhalika kujipambe na adabu za Kiislamu. Min ghadhi al-basari, katika adabu za Kiislamu kama vile kuinamisha macho yako unapokuwa unatembea, unapokuwa umetoka nyumbani kwako. Uhakikishe ni mwenye kuinamisha macho yako na usiwe ni mwenye kuyakodoa kuangalia kwenye haramu. Watajannubi tabarruji, kadhalika katika adabu za Kiislamu kama vile kujiepusha mwanamke wa Kiislamu utokaji ovyo nyumbani kwako, kutoka nyumbani kwako bila mpangilio. Wal ikhtilati wal khalwati, kadhalika kujiepusha na mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake usiokuwa wa lazima, mchanganyiko usiokuwa wa lazima. Kadhalika khalwa, kujiweka mbali mwanamke na khalwa, yani kukaa chemba yeye na mwanamume mwingine kando. Hizi ni katika adabu al-islamia ambazo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajipambe nazo na azizingatie. Kuinamisha macho, kadhalika kutoka ovyo nyumbani, kutoka huko umeonyesha mapambo yako, unatoka hujui waenda wapi. Kuna mwingine anatoka tu hata kimuuliza waenda wapi, nanyosha miguu tu, au napoteza muda. Huna muda wa kupoteza mwanamke wa Kiislamu. Ukitoka nyumbani kwako, basi toka kwa malengo maalum na ujue waenda wapi, na sio waenda tu. Kadhalika kujiweka mbali na ikhtilafu, yani kama sio lazima kuchanganyika na wanamume, basi mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kujiepusha na kutangamana na wanawake na wanamume ambao ni kando. Asema Allah tabaraka wa taala, ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Ewe mtume, waamrishe wake zako na watoto wako wa kike, kadhalika na waamrishe wanawake wa waumini, kwa maana wanawake wa Kiislamu, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, wateremshe shungi zao kutoka juu mpaka chini. Dhalika adna, kufanya hivyo ni jambo ambalo ni jepesi mno kwa wao, ayurafna, wapate kufahamika katika jamii yao. Fala yudhaina, kwa hivyo hawataudhiwa. Kwa maana
wanawake wa Kiislamu wanapokuwa wamejipamba na jilbab, wakavaa hijabu ya kisheria, wakafunika miili yao, hii ni alama ya utambulisho kwao. Popote walipo wanafahamika kwamba huyu ni mwanamke wa Kiislamu, anapewa heshima yake, hataudhiwa, hatafanyiwa kero. Mwanamke wa Kiislamu unapokuwa umevaa hijabu, si kama utakapokuwa umetoka bila kuvaa hijabu. Hebu jaribuni, mnapokuwa wawili, mmoja anapokuwa amevaa hijabu, amevaa stara, na mwingine hajavaa stara, yule atakayepewa kipaumbele kwa kuheshimiwa na kukirimiwa sana ni yule atakayekuwa amevaa hijabu, na kuepushiwa adha na kero mbalimbali ni yule atakayekuwa amejistiri zaidi, kwa sababu mwenye kujistiri Allah tabaraka wa taala humstiri. Kwa maana Allah tabaraka wa taala hujalia wale wake wakamstiri mja huyo. Kwa hivyo kuvaa hijabu mwanamke wa Kiislamu ni amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hijabu ina masharti yake. Hijabu ya kisheria ina masharti yake, na natakiwa kuyazingatia haya masharti ili wanawake kujiepusha na baadhi ya mahijabu yaliyokuja hivi sasa wanaita fashion, majilbabu, mabaya ya kisasa. Watu wanakwenda na wakati. Sasa kuna baadhi ya majilbabu ambayo yamekwenda kinyume na makusudio ya hijabu ya kisheria. Sharti la kwanza katika sharti za hijabu, ayakuna satiran li jamii al-badan. Inatakiwa hijabu ya kisheria iwe ni yenye kufunika mwili wote. Hili jambo la kwanza, hili ni sharti la kwanza. Hijabu ya kisheria ya mwanamke wa Kiislamu inatakiwa iwe ni yenye kustiri na kufunika mwili wote, juu mpaka chini. Sharti la pili, ayakuna wasi'an. Hijabu inatakiwa iwe ni wasi, iwe pana. Sharti la pili, inatakiwa nguo hiyo iwe ni pana, fadhadan ay wasi'an, iwe ni pana, isiwe ni yenye kubana ambayo inaonyesha viungo vya mwanamke. Haifai. Hijabu ambayo ni yenye kubana, inaonyesha yale maungo, vile viungo vya mwanamke, hijabu hiyo haifai. Imekwenda kinyume na makusudio ya hijabu ya kisheria. Sharti la tatu, ayakuna thahinan la yudhiru lawna al-bashar. Inatakiwa hijabu hiyo iwe ni uzito, isiyoonyesha rangi ya mwili, isiyoonyesha rangi ya ngozi yako, au isiyoonyesha ile nguo ya ndani ambayo ni nguo ya mapambo ambayo inatakiwa iweze kufichwa. Kwa hiyo ni sharti la tatu la hijabu ya kisheria. Inatakiwa hijabu hiyo iwe ni nzito. Kwa kama unanunua kitambaa, mwanamke wa Kiislamu anatakiwa uchague kitambaa ambacho ni kizito, ni chenye kustiri, kinaficha ile nguo ya chini yake, na usivae hijabu ambayo inaonyesha mwili wako, inaonyesha nguo zako za ndani. Hijabu hiyo haitofaa, itakuwa imekwenda kinyume na hijabu ya kisheria. Hilo sharti la tatu. Lakini sharti la nne la hijabu ya kisheria, alla yakuna zinatan fi nafsihi. Hilo hijabu halitakiwi kuwa ni pambo lenyewe. Hijabu ya kisheria haitakiwi kuwa ni pambo, isiwe ni pambo. Maana bi alla yakuna muzahharafan, hijabu isiwe imenakishiwa sana, imetiwa nakshi, imetiwa urembo na mapambo na kadha, au mulawwana bi alwan. Lakini pia isiwe ni hijabu ya rangi ambayo ina mvuto. Hijabu isiwe ni ya rangi yenye mvuto sana, ambayo ukipita basi macho yote ya watu
yanaelekea kwenye nguo hiyo. Kwa hiyo kina mama anatakiwa kuzingatia masharti haya. Hijabu na rangi iliyokuwa mzuri kwa hijabu ni rangi nyeusi. Hii ndio askari zaidi. Hijabu iliyokuwa nyeusi ndio rangi iliyokuwa mzuri na yenye kustiri zaidi kwa mwanamke. Ama kushonesha majuba, mabadui kwa vitambaa vya rangi zingine inafaa, lakini isiwe ni rangi zenye mvuto sana, zenye kuvutia. Mkafanya kwa ndo majilbab. Hapana. Vitambaa hivyo vingine shoneni magauni ya kuvalia ndani, kuvalia umezeni na kadri. Hata kama utashonesha gauni ambayo ni yenye kukubana sana, lakini kuivaa kwa ndani kwamba hiyo unamvalia mumeo na ivaa ndani ya hijabu, la basi. Yani nguo ambayo ni ya urembo, abaya hizi za kisasa ambayo ni nguo za mapambo, inafaa mwanamke kuvaa nguo hizo, lakini asizivae kwa nje, kwa sababu nguo za mapambo ni fitna. Hizi inaruhusiwa mwanamke wa Kiislamu kuvaa, kumvalia mumeo zile nguo za kubana. Je, mwanamke anasema kuvaa nguo za kubana? Na lakini amvalie mumewe, na sio kutoka umevaa nguo vimekubana kuwavalia watu wa nje. Hata haramu. Hii ni haramu. Ukitoka nyumbani kwako hakikisha umevaa hijabu iliyokuwa pana, yenye kuachia mwili wako na iliyokwenda sawa na masharti haya. Lakini sharti la nne la tano la hijabu ya kisheria, alla yakuna mu'attaran wa mutayyan. Hijabu hiyo isiwe ni yenye kutiwa manukato, yani isiwe imetiwa manukato. Unapotoka nyumbani kwako mwanamke wa Kiislamu umevaa hijabu yako, basi usitie manukato. Hili ni sharti, na ukitia manukato unakuwa umekiuka masharti ya hijabu ya kisheria, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, mwanamke yote, ista'tarat, atakayejitia manukato, famarrat ala qaumin, akapita walipokaa watu, la yajidu min rihiha, watapata harufu ya hayo manukato yake, fahiya zaniyatun, mwanamke huyo atakuwa amezini nao. Hautazini na wangapi huyo mwanamke? Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ametoa Imam Ahmad, kadhalika Imam An-Nasa'i, na ameihasanisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, akasema hadithi hasan. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha kharajat ihdakunna ila al-masjid, atakapotoka mmoja wenu enyi wanawake kwenda msikitini, fala tamassa qiban, asiguse manukato, kwa maana asijitie manukato katika mwili wake, katika nguo yake. Hadithi hii ameitoa Imam Muslim. Haya ni masharti ya jilbab, hijabu ya kisheria, na yako mengine kama vile sharti la 6, hijabu isiwe ni yenye kufanana na nguo ya wanamume, alla yushbiha libasa ar-rijal. Hijabu ya kisheria haitaki kufanana na nguo ya wanamume, kwa sababu Mtume alayhi salam amekataza kujifananisha, mwanamke kujifananisha na wanaume, kadhalika wanaume kujifananisha na wanawake. Na katika sifa ya mwanamke kujifananisha na wanaume katika mavazi yake ni yule mwanamke kuvaa nguo fupi, kuvaa nguo fupi fauqa al-ka'bayn, akavaa mwanamke nguo ambayo iko juu ya fundo mbili za miguu, au nisfu saqayn, au akavaa nguo mwanamke ikiwa juu kabisa ya ugoko, juu ya ugoko wa miguu yake. Hii haifai, na hii ni kujifananisha na wanaume. Haya ni mavazi ya wanaume, ndio wanatakiwa wavae nguo za kufika huko, imma baina nisfu saqayn, au isivuke fundo zake mbili. Lakini nguo ya mwanamke inatakiwa iburute mpaka chini, ifunike nyayo zake.
Haya ni mafundisho ya Uislamu. Lakini pia hijabu hii ya kisheria, alla yushbiha libasa alkafirati, isifanane na mavazi ya makafiri, isifanane na mavazi ya wanawake wasiokuwa Waislamu. Kadhalika hijabu isiwe ni katika nguo ya shuhra, alla yakuna libasa shuhrati, isiwe ni nguo ya shuhra ambayo imekwenda kinyume na ada waliozoea watu. Ni nguo ambayo watu hawajazoea katika jamii yao. Nguo hiyo haipendezi mwanamke kuivaa, ambayo ni nguo ambayo ukiivaa mji mzima unajulikana wewe peke yako ndio unayo nguo hiyo. Hii inaitwa libasu shuhra, ambayo haipo kabisa katika utamaduni wetu. Inatakiwa Muislamu kujiepusha na nguo hiyo. Haya ni masharti ya hijabu ya kisheria, inatakiwa wanawake kuyazingatia masharti haya. Hapo kwenye kipengele cha kuvaa hijabu iliyokuwa pana, isiwe ni nguo ya kubana. Nimeeleza kwa sababu hapo huwa kunakuja maswali mengi, na wengine wanaharamisha pia hapo zaidi. Wengine wanaharamisha moja kwa moja mwanamke kuvaa nguo ya kubana, au mwanamke kuvaa abaya hizi za kisasa, magauni mazuri yale na nakshi, kwamba ni haramu mwanamke haruhusiwi kuvaa magauni hayo. La, si haramu. Inatakiwa waambiwe kwamba mwanamke hatakiwi kutoka na hayo magauni nyumbani kwake, hatakiwi kutoka na hayo magauni, kutoka nayo nje, kwa sababu hizo ni nguo za mapambo. Nguo yenyewe hiyo gauni ni pambo. Kwa hiyo hatakiwi kutoka nje ya nyumba yake akiwa ameivaa, lakini anaruhusiwa kuzivaa nguo hizo nyumbani kwake, kwa sababu anatakiwa avae mwanamke mapambo kumvalia mumewe. Kwa hapo pia ningependa tuelewane hapa. Sababu kuna watu wengine hawawashoneshei wake zao magauni mazuri, vitambaa vizuri, vile vya kuvutia, kisa haramu. La, tayari si haramu. Inafaa, lakini ayavalie nyumbani au avae ndani ya nyumba, hakuna shida katika hilo. Wallahu a'lam. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza wajibu yanayomhusu mwanamke wa Kiislamu, ambayo ni sehemu ya kwanza inayohusiana na Allah subhanahu wa ta'ala.